Hello everybody, how is weekend guys? Hope kila mtu yuko poa. Ikiwa leo ni siku ya Jumatatu tulivu sana. It's a Blue Monday. Kama kawaida na kuletea story na updates za entertainment all over the world na hapa kwetu Bongo. I go by the name of Lesha, you can call me that. Kipindi hewani ni The Viral. Stick around, don't go nowhere. Kama nilivyokuambia leo tutakuwa tuna habari nyingi sana, na habari ya kwanza ambayo tunaanza nayo kutoka hapa kwetu ni kuhusiana na msanii Meja Kunta, msanii wa Singeli ambapo amefiwa na mama yake mzazi usiku wa kuamkia leo. Meja Kunta aeleza kuwa kifo cha mama yake kimetokana na kuanguka ghafla akiwa kwenye majukumu yake ya kila siku. Pia msiba huo umehudhuriwa na watu mbalimbali wakiwemo watu maarufu, wachezaji wa mpira pamoja na wasanii. Na msiba umefanyikia nyumbani kwa marehemu maeneo ya Temeke, so may her soul rest in peace. Habari nyingine ambayo tuko nayo ni ya msanii wa muziki wa Bongo Flava Kusa afunguka ukweli kuhusiana na nyumba aliyemjengea mama yake, akihusisha mke wake Auntie Ezekiel pamoja na kaka yake ambaye alikuwa kama msimamizi wa ujenzi wa nyumba hiyo. Kusa pia ameongezea kwa kusema anamshukuru Mwenyezi Mungu yeye pamoja na kakake kwa kujaliwa wanawake wanaojali. Je, wewe kama mwanamke unaweza kukubali mwanamume wako akajenga nyumba ya mama yake kabla ya kwenu? Kisalia inside the border, story nyingine ambayo tuko nayo ni ya mwanadada Zailisa aliyekuwa mke wa Haji Sande Manara. Akiwa kwenye mkutano wa waandishi wa habari katika hoteli ya Serena, aongeza mkataba mpya na kampuni ya Ana Collection. Pia katika mkutano huo Zailisa aweka wazi kuwa hana mpango wa kurudiana na yoyote aliyewahi kuwa naye kwenye mahusiano, bali atafocus na biashara na familia yake. Kitoka nje ya mipaka ya Tanzania mpaka Marekani, tunakutana na mwanamuziki Travis Scott ambaye alitumia bilioni 32 kuandaa tamasha lake ambalo aliingia na bendi yake akiwa na ala za muziki za shaba, akianza na wimbo wake maarufu Usiku Mode. Pia alitumbuiza wimbo wake wa Skyfall ambapo aliongeza msisimko zaidi kwa mashabiki zake baada ya yeye kuelea na madansa wake angani, Pia aliwashangaza zaidi mashabiki zake licha ya kuchelewa kuingia stejini, pia walionyesha kumshangilia kutokana na mapenzi waliokuwa nayo kwa msanii huyo. So you can see hapo kuna cha kujifunza wasanii wetu wa Bongo, namna ya kuandaa matamasha yetu na the way tuna perform stejini. So this is The Viral. Till next time, usisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram @GavoMedia, usisahau kutufollow kwenye YouTube channel @GavoMedia, ukalike, ukashare na ukasubscribe. This is Lesha, till next time, bye bye. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.